Bwana, karibu sana. Nipo na Heavyweight Dulla hii leo mara baada ya mnyama Simba hapo jana kuondoshwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya sare ya mabao 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis Benjamin Mkapa Stadium. Tupate tathmini ya kiufundi kutoka kwake, nini amekiona, lakini pengine mnyama anakuwa mawapi, na nadra sana kumuona mnyama akitolewa kwenye michuano hii akiwa na mechi mbili mkononi. Naitwa Jadu, nipo na Asha Kaboga. Karibu, hii ni Ava TV. Mambo vipi? Kwema, namshukuru. Kwema kabisa. Mungu. Swafi kabisa. Nini mimi niliandika kwenye page yangu nikasema kwa nini kimewezekana kule Maniu kinashindikana Simba. Unajua jana baada ya ile mechi, ukiachana na watu kuangalia matokeo, lawama zote zikapelekwa kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu. Tukio moja la hovyo sana likafanyika pale, watu wakawa wanataka kumwataki mwenyekiti, jambo ambalo kimpira sio sahihi. Lakini tukija kwenye uwanja, kwa maana ya uwanjani, nini hasa Simba ama nini kilimpalia Simba? Kwa sababu dakika kipindi cha kwanza chote ilionekana mechi kama ameimudu, mechi ni ya kwake, mabao 2, lakini dakika 90 bana ibidi ishe 3-2, ni wao wamekosa mkwaju wa penalty. Maoni yako ama tathmini yako ni ipi kwenye mchezo wa jana? Bana, kwanza mimi ningependa kuwashauri mashabiki wa Simba kwamba timu inapofanya vibaya wasimshambulie kiongozi kwa staili ambao wamekuja nayo, kwa sababu timu inaendeshwa na misingi, na miongoni mwa misingi kuna kuwepo na katiba ya club, na katiba ndo ina mandate ya kuamua kiongozi anatolewa kwa mfumo gani. Kuna utaratibu wa kuweza kufanya kama umhitaji kiongozi, lakini kumbuka kiongozi especially upande wa wanachama anakuwa anachaguliwa kikatiba. Kwa hiyo kwenda kumshambulia inaweza isiwe jambo zuri sana, kwa sababu hata huko ndani ya pitch kuna maamuzi ambayo yakifanyika unaona kabisa ni unfair, lakini kwa sababu mpira una laws, mchezaji huna mandate ya kwanza kumshambulia referee na kumpiga eti kwa sababu pengine unahisi amefanya decision ambayo ni unfair. Kwa hiyo kwa upande wangu ningewashauri mashabiki wa Simba wa behave professional, wasiendeshwe na hisia. Of course inaeleweka mashabiki wanaendeshwa na hisia, lakini wasiruhusu hisia kuwapelekesha. Kwa hiyo nipende kumpa pole mzee wangu Mangungu kwa kilichomkuta, na naamini ni miongoni mwa mitihani ambayo inawapata wafanyakazi wengi na watu wengi tu kwenye majukumu yao na mataasisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo asijisikie vibaya, ndo sehemu ya kazi. Kwenye pitch sasa, ambako ndo sehemu ambayo napenda kuzungumzia. Unajua, kwanza matokeo yamenihuzunisha na yamenisikitisha. Ukiacha mbali mimi ni mchambuzi nini, mimi kwenye jambo linalokuja la Simba, mimi Simba naipenda mzee. Kwa hiyo of course sifichi, kwa sababu mimi ni Muislamu na haturuhusiwi kuwa wanafiki. Sitaki kuwa mnafiki. Mimi napenda kuweka mabayana upenzi wangu kwa Simba. Kwa hiyo matokeo yameniuma sana, na bao la pili wakati linachomolewa na Kusaila Abu Ali, of course nitamani tumzungumzie before, lakini nafikiri ulikuwa bize, lakini ni mchezaji mmoja hatari sana. Of course siku 5 tu kabla hawajawafunga Simba walicheza dhidi ya JS Carioun na aliweza kufunga bao kali sana kwa mkwaju wa free kick, lakini bao kama lile amewahi kulifunga pia Januari 10, kama alilowafunga Simba aliwahi kuifunga Januari 10 dhidi ya wanaita Ben Girdan ya huko ligi ya Tunisia katika ushindi wa mabao 4-0. Watu waangalie ligi ya Tunisia wataona huyu jamani hatari, aliwahi kupita katika kikosi cha JS Kabylie. Of course sio lengo tu, mimi nitazungumzia changamoto ambayo nimeiona, na watu wasinikoti vibaya kwa sababu Simba imefanya vibaya. Kwa hiyo automatically lazima nizungumzie changamoto gani ambazo zimepelekea kiufundi Simba kuwa na matokeo haya, alafu tutadiagnose, tutajua je, hii changamoto itaendelea kuwasumbua Simba. Kwa hiyo nitagusia hizo changamoto katika vipengele, na nitataja baadhi ya wachezaji na waliosajiliwa na waliopo jinsi wanavyotengeneza tatizo ndani ya timu, kwa sababu ndo kazi yangu. Sawa, yes. Kwa hiyo tukija straight to the point ni kwamba Simba inakutana na changamoto ya kushindwa kuifungua timu ambayo ipo kwenye defensive structure yake. Unaelewa? Timu pinzani ikiwa imechagua kurudi nyuma
na kusema sasa hapa sisi tunaziba mianya ili nyinyi msiweze kutufungua, na hapo ndipo tatizo la Simba linapokuwepo, kwa sababu wanakosa solution, wanakuwa wanakutana na ile changamoto ya kushindwa kung'amua mbadala kimbinu ambao unaweza ukawasaidia. Tunaita tactical solutions za kuweza kufungua hiyo defensive block ya timu pinzani. Hiyo ndo changamoto kubwa. Na ni kwa nini wanashindwa? Ni kwa sababu katika misingi ya football makocha wanaelewa namna nzuri ambayo tuseme mbinu kubwa zaidi ambao wanatumia makocha kwenye kufungua timu ambayo imekaa kwenye defensive block yake ni kufanya wide overloads, kujaza wachezaji kwenye maeneo ya pembeni. Nazungumzia winger, fullback pamoja na central midfield ambaye anatakiwa awe na sifa ya kuwa runner. Nitaelezea mbele. Ili lengo la hii overload ni kumfanya yule nasema fullback wa timu pinzani kusogea zaidi pembeni. Anavosogea zaidi pembeni, anaacha space kubwa kati ya eneo lake pamoja na central defender wake kwenye half space, ambapo hapa hiyo space inatakiwa kutumiwa na kiungo katika wale wachezaji watatu wanaofanya overload pembeni. Nimezungumzia fullback, winger pamoja na central midfielder. Sasa yule central midfielder ambaye nikakwambia awe na sifa ya rana, anatakiwa atumie ile space kufanya mikimbio ya pasipokuwa na mpira. Si unanielewa? Off the ball movement tunaita. Kitu ambacho pale Simba hakipatikani. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo matokeo yake nini? Matokeo yake wale mawinga wenyewe ndo wanaamua kutafuta solution binafsi, either kwa kukokota mpira kujaribu kuingia ndani ya box, kitu ambacho ni very nearly to impossible, inaweza ikawa ni ngumu, inakaribiana na kutowezekana kabisa, au kuamua kulazimisha kupiga mashuti katika sehemu ambayo kuna mrundaniko wa wachezaji. Sawa Na of course nitaweka na evidence, of course wale ambao wanafuatilia page zangu wataona hichi ambacho nakielezea. Kwa hiyo kwa nini hii inatokea? Ni kwa sababu Simba wanatumia similar player profile, wachezaji wenye aina moja ya uchezaji. Sawa Mawinga wao ni mawinga ambao wanapenda mpira mguuni, na timu viungo kwa mfano Chama Clatous ambaye ndio kiungo wakati katika mchezo ambao walicheza jana hafanyi hizo off the ball movement, ile tuseme mkimbio ambao unaenda kuivunja safu ya ulinzi au mstari wa ulinzi wa timu pinzani hafanyi. Kwa hiyo anapotoa pasi kwa Anicet Aura anasimama kwenye sehemu ile ile. Wakati huo fullback anakuwa kashaenda upande wa Anicet Aura, space imefunguka. Badala ya kupita kwenye ile space, ana drag ndani zaidi na kufanya Simba kutokuwa na tuseme ile faida ya kimaeneo, position superiority tunaita superiority sijui hivyo. Sasa hii inasababishwa na nini? Sababu nimeelezea hii changamoto, lakini inasababishwa na nini? Inasababishwa na vitu viwili. Kwanza, Simba ili uweze kuifungua hiyo defensive block unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa ufanye kitu kinaitwa quick combination play, kupiga pasi fupi fupi kwa lengo la kuvunja ule muundo wa kiulinzi wa timu pinzani na kutengeneza nafasi, umeelewa, nyuma ya safu ya ulinzi. Hiyo ni eneo la kwanza. Jambo la pili, kukosa third man runner. Ili uweze kufungua nafasi ambayo inapatikana lazima ifanyike run. Umeelewa? Yaani pasi pigo kule afu atokee mtu kutokea, especially tunaita kwenye second line. Yaani second line inamaanisha kutoka kwenye line ya kiungo kuingia kwenye line ya ushambuliaji. Yaani mchezaji afanye run kutoka eneo la kiungo kuingia kwenye eneo la ushambuliaji ili aweze kureceive mpira na moja kwa moja anajikuta na face goal na kutengeneza mazingira ya kufunga bao. Ni vitu ambavyo pale Simba vinakosekana. Si unanielewa vizuri? Na nilisema haya mambo mapema. Si unanielewa vizuri bwana Jadu? Nilisema mapema. Yaani leo nafanya revision tunakurudia. Kwa hiyo kitu gani ambacho kitapelekea haya? Sasa tukidiagnose tatizo. Kitu gani ambacho kitaisumbua Simba msimu huu na kutabiria mapema? Simba itapata changamoto pale inapokutana na timu ambayo itasurrender possession na kuamua kukaba, kwa sababu mbili kuu. Jambo la kwanza, Simba haina runners. Jambo la pili, wachezaji waliosajiliwa wengi wao
yani wanapenda kutafuta individual solution, suluhisho la wao binafsi, sio kucheza, sio kurely kwenye ile misingi ya kucheza na combination play, umeelewa, pamoja na kutengeneza ile structure nzima ya kiushambuliaji kupitia timu. Wao wanaamini kwenye nipe mpira, nita dribble, nitamtoka defender, nitaingia nini, nitafanya hivi, na kitu ambacho timu ikiwa kwenye defensive block ni ngumu kuweza kupenetrate kwa kucheza peke yako. Unaelewa vizuri? Sasa hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, msingi mwingine wa kufungua timu ambayo yuko kwenye defensive block, kwa sababu nimekwambia ndio tatizo ambalo nimeligundua pale Simba, ni kutotumia crosses, instead tumia cutbacks. Na ili utumie cutbacks, wenye wajibu wa kufanya hizi cutbacks ni watu wawili wanaocheza pembeni, fullbacks ambao wana overlap au mawingers. Sasa ukija kwa mawingers wa Simba ambao ndio wasajiliwa, nilizungumza mwanzo kabisa nikasema Simba ikikutana na top team, mawinga hao watashindwa kutengeneza clear goal scoring opportunity au clear chances. Nilizungumza mapema sana. Ni kwa sababu gani? Kwanza wanacheza mbali na bao, alafu nikazungumzia kwa Libase Gay hawezi kumbeat mark. Sasa ili upige clear chance, cutback pass, lazima umtoke maka wako, uingie kwenye box, upige cutbacks ili uweze kuwatafuta wale wachezaji ambao wako kwenye penalty box waweze kufunga. Umeelewa vizuri? Na ndio maana jana katika crosses 7 ambazo zimepigwa na mawinga, nazungumzia 4 za Libase Gay, 3 za Aura Anicet, hakuna cross yoyote ambayo ilikuwa accurate. Kwa sababu gani? Kwa sababu timu ambazo zinacheza kwenye defensive block yao huwa zina enjoy, katika kitu ambacho zina enjoy ni kuzuia crosses. Umeelewa vizuri? Sasa kama unakuwa na mawinga wa aina hii, huwezi kuwa rely wa kutengenezea au wa kufungulia defensive shape ya timu ambayo imechagua kukaa nyuma muda mwingi wa mchezo. Umeelewa? Kwa hiyo wao mchango wao ulikuwa mdogo, na ndio maana ukija kwenye takwimu utagundua wote wawili hakutengeneza chance hata moja. Nazungumzia Aura Anicet pamoja na Libase Gay. Libase Gay alifanya attempt 2 zote zikiwa blocked, kwa sababu alikuwa analazimishwa kuweza kupiga mashuti katika mazingira ambayo kuna wachezaji wengi, mrunganiko wa wachezaji wengi, kwa hiyo inapelekea yale mashuti kwa blocked, na alifanikiwa kupiga mashuti 2 tu. Aura Anicet alipiga shuti 1, halikuwa accurate pia. Hawakutengeneza chance yoyote, na wao ndo waliongoza kwa kupoteza mipira kuliko wachezaji wengine wote. Aura Anicet akipoteza mipira 15 ndo akiongoza, alafu anafuatwa na Libase Gay lose possession akipoteza mpira mara 13. Kwa hiyo changamoto ya kuwa na wachezaji wa hivi imeanza kudhihirika mapema. Sawa? Kwa hiyo changamoto inaweza ikaja kuwatafuna Simba kadri wanavyozidi kusogea mbele, especially wanapocheza na top team. Top team sasa si unaeleweka. Top team ambazo wataenda kukutana nazo, kuna Yanga, kuna Azam, kuna labda maybe Singida na nini. Hizo achana na kufanya tathmini dhidi ya timu ambazo ni zipo kwenye uhahehohe, kwa mfano KMC au nini, japokuwa si wa underrated, lakini sometimes inaweza Simba kwa profile yake inaweza ikashinda ingawa hivyo. Kwa hiyo kimbinu hiyo ndo shida, na ndio maana mabao jana ukizungumza. Sasa ukija kwenye hii changamoto, nini kinatokea? Runs, unavyofanya run ili kufungua ile defensive block, maana yake unabidi wachezaji wao wanacheza karibu na goli. Yaani zile runs zako zifanye karibu na goli ili itokee chance moja kwa moja ya kuconvert. Sasa kukiwa hakuna run, wachezaji wote wanakaa wana rely kwenye eneo moja, kinachopelekea ni kwamba mtakuwa mnashambulia lakini hakuna namba nyingi kwenye yani ukikompea na ile timu inaozuia. Yani washambuliaji wako wanakuwa wachache ukikompea na timu ambayo inazuia. Na ndio maana ukienda kureview katika yale mabao, kwa mfano bao la kwanza bao limefungwa na Shomari Kapombe, kwenye box kulikuwa kuna wachezaji 3 dhidi ya wachezaji takriban 4 wa Esperance de Tunis, ambao wenye asili ya kushambulia alikuwa ni mmoja tu, Kibu Dennis. Nixon Kibabage ni overlapping defender, pamoja na Shomari Kapombe pia ni overlapping defender. 3 hao. Wachezaji wengine wakina Aura Anicet, wakina Libase Gay, wakina Chama Clatous wako nje ya box kipindi ambacho timu inashambulia. Bao la pili the same. Sawa? Simba wana wachezaji 3, wana Chama, wana Aura Anicet na Yusuf Kagoma ambaye ndo mfungaji wa bao. Libase Gay yuko mbali kabisa na goli, ambaye ilitakiwa awe karibu na goli kwa sababu timu ilikuwa inaunda shambulizi. Sio, inaendelea vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku hizi ndo changamoto ambazo Simba watakuja kuziface. Sasa mimi nafikiri Simba wangerely kutibu matatizo kama haya, kwa sababu nafikiri wao wenyewe tayari wanaelewa joto lililopo. Usipotibu matatizo ambayo yatakuja kuitafuna Simba kiufundi,
na probably mashabiki wengine wanaweza wasione hili tatizo la kiufundi, ni rahisi kushift yale matatizo kwa watu wengine, kwamba bana fulani ndo afai, fulani ndo afai, kwa sababu kuna kitu wakioni. Na mimi nilizungumza mapema na nikazungumza na nikasema haya. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona kabisa Simba watakutana na hiyo changamoto. Haudhani kwamba pengine mwalimu kucheza bila namba 9 uhalisia pengine pia nayo inaongeza kitu kwenye hicho ambacho umekizungumza? Unajua, kwa mfano hii dhana ya namba 9 ndio pressure iliwekwa sana kwa Dimitar Pantev mpaka akaondoka, lakini kadri muda unavyozidi kwenda, kwa mtu mwenye uelewa wa mpira atagundua kumbe yule jamaa hakuwa na makosa. Pengine ndo angekuwa kocha ambaye kama angeaminiwa angeweza kuitengeneza timu imara zaidi, kwa sababu tayari alikuwa kashaona makosa makubwa zaidi ambayo Simba wanafanya. Sasa wewe ni mtu wa mpira, kama mipira haifiki ndani ya boxi, striker utamtumia atakusaidia nini? Kwa sababu striker ukizungumzia striker pase, pengine ana limitation sana kwenye game yake, ikiwemo ile tuseme kuna link up play. Mara nyingi striker akiwa na link up play nzuri sana inakuwa ni added advantage, lakini mastreka wengi link up play yao ndogo. Sasa wanapokutana na timu ambayo inacheza wide tu basi nini, hakuna rana ya kutenganisha mpira kwenda mbele na nini, striker anaweza akajikuta isolated kirahisi. Menelewa, mpira ukachezwa pembeni tu, ukija katikati unakuwa unazuilika kirahisi na kuweza kujikuta mnashambuliwa. Mwisho wa siku ndio hivyo, na unavokuwa uwezi kucheza na hii defensive block, kinachotokea nini? Si utapoteza mipira, utashambuliwa kwa transition. Unaelewa vizuri, na ndio kitu ambacho Simba kitakuja kuwasumbua. Na hata kwenye mchezo dhidi ya Esperance nafikiri imeonekana, hata penalty iliyosababishwa, unaona pasi kadhaa tu inafika kwa Florian Danyo, anaenda na anaingia moja kwa moja kwenye penalty box, Nabi Kamara anamchezea ndivyo sivyo, inakuwa tuta. Kwa hiyo tatizo moja kwenye soka, kwenye mpira kiufundi, linazaa matatizo mengine automatically. Kwa hiyo nafikiri Simba wanabidi waangalie sana kwa upana namna ya kusolve haya mambo. Nini kifanyike? Hivi sasa mnyama ni ligi kuu NBC na FA. Kuna andiko moja nimesoma akasema mtu wa maana tu kwenye mpira ni mdau. Anasema hivi sasa Simba anarudi kwenye ligi kuu ya NBC, sehemu ambayo tayari mwenye utawala wake naye ametolea macho na ameshakaa kwenye eneo lake, kwa maana ya Yanga. So sasa anaongoza ligi. Kwa pia mnyama naye huko pia angalie msimu unaokuja. Kwa hiyo unavyozungumzia wachezaji wanavyocheza, wakimbiaji wa kuongeza namba mbele hawapo. Nini kifanyike ili walau mnyama huku nako asipoteze? Cha kufanyika ni kushinda mechi zako, lakini mimi kwa upande wangu bado ni mapema mno kusema nani bingwa. Ingawa Yanga na added advantage kwa sababu tayari ni bingwa mtetezi. Lakini pia unajua muda mwingine ile kutolewa, kuondoshwa kwenye michuano mikubwa, kuna somehow kinaweza kuka-affect saikolojia ya timu, na mkajikuta tena kama vile mbona kama na huu msimu kama sio wetu na vitu kama hivyo. Ukishairuhusu hiyo hali, pengine inaweza ikaja ikapelekea hata ile mbio za ligi ikawa changamoto. Lakini Simba mimi sina shaka nayo kwenye mechi ndogo, ikicheza na hizi timu ambazo ni mid table tunasema, sina shaka nayo. Ijitahidi tu ishinde mechi zake muhimu. Kwa mfano kama msimu uliopita Simba, ina maana angeshinda mechi ya mwisho dhidi ya Yanga angekuwa bingwa, si ndio? Lakini si ndio hiyo mechi moja akashindwa kushinda. Kwa hiyo kuna mechi zake ambazo Simba ndo zinawaangusha. Huku sawa anaweza akaangusha alama ambazo uangushaji wake alama ukafanana na Yanga ambao ndo mpinzani wake kwenye ubingwa, lakini inapokuja kwenye mechi ya kuamua Simba inakuwa inafeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale matatizo ya kiufundi ndani ya timu ndo hayo anaenda kuamua mustakabali wa Simba. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ajitahidi tu ashinde zile mechi muhimu, kwa mfano dhidi ya Yanga kutana naye akimpasua, akija akicheza na Azam akimpasua. Hizi mechi zingine haziwezi kumsumbua sana. Ndio hicho kitu cha kufanya. Kwa vile ambavyo Yanga anacheza. Alikama anasema kipimo sahihi cha huu usajili ambao Simba wamefanya ni mechi dhidi ya Yanga. Na kama sikosei itakuwa ni mwezi wa 3 tarehe 1. Kuna namna ambayo unaona, ama kuna namna ambavyo unaona Simba anaweza kaja kiutofauti kwa hichi ambacho amekifanya kwenye dirisha dogo mbele ya Young Africans ambao imezidi kuongeza
ubora kwenye dirisha hili dogo pia? Yeah, probably. Unajua kama afisa habari amezungumza kulingana na kazi yake inavyomtaka, lakini angekuwa mchambuzi asingezungumza hivyo, kwa sababu Manchester United inaweza ikakutana na Man City iliyo bora, Manchester United ikashinda, lakini haimaanishi Man City wamefanya usajili mbovu, ila strengths za Man United ndio weakness za Man City, kwamba Man United ukishambulia uko kwenye riski ya kuconcede, kwa sababu ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuamua kwenye transition, ikiwemo Bruno Fernandes. Yani namuona ukimpa space anakuwa mbaya zaidi kuliko akikutana na timu ambazo ziko kwenye low block au mid block, navyomuona mimi Bruno Fernandes, na ndio maana inakuwa hivyo. Au timu kama Atletico Madrid ukiishambulia inaweza, kwa hiyo inaweza ikawa rahisi Atletico Madrid kuzisumbua timu kubwa, alafu ikakutana na timu average ikashindwa kupata ushindi. Kwa hiyo hivyo vitu vipo. Sasa mechi inategemea mambo mengi, lakini mara nyingi mechi za hivi zinaamuliwa na zile individual brilliance pamoja na individual mistakes, pia inachangia. Kama jana unaona Alassane Kante katoa pasi mkaa tibu watu nini, tayari umeshamkeep opponent alive. Tunasema 2-1 tunaweza tukachomoa, na hivyo Boali akaingia, alikuwa na moto mbaya, kapeleka hivyo, imekuwa hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku hivyo, hata kwenye mechi za derby unakuta ile build up titi mtu kapiga pasi kijiti, mtu nini, mechi inaanza 1-0 ndani ya dakika 10 za kwanza mpaka inaisha hivyo, inatokea hivyo. Kwa hiyo lakini kama Simba atashinda dhidi ya Yanga, nafikiri itakuwa imemweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kumpa pressure zaidi Yanga, kwa sababu sio kwamba eti Yanga atarelax kwamba Simba mbovu nini, hapana. Lakini tu huwa inatokea, kwa sababu hata huyo Yanga msimu nafikiri ni uliopita waliishia makundi. Kuna msimu waliishia makundi, kama sio uliopita basi wa nyuma yake, na still ubingwa wakachukua pamoja na Simba kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ipo inatokea. Yeah. Asante sana, nikushukuru sana. Nashukuru ndugu yangu.